kazini, na hiyo ibada ilikuwa inaongozwa na askofu wa kanisa lile. Katika mahubiri ya askofu aliongea mambo mengi sana, lakini akimwasa yule msaidizi wa askofu ambaye alikuwa anaenda kufanya hiyo kazi ya usaidizi wa askofu. Lakini wakati anaongea akasema, ndugu yangu, umepata hii kazi ya usaidizi wa askofu, lakini ukipata changamoto yoyote usimwambie mtu. Usiombe ushauri kwa mtu yoyote. Nikashtuka kidogo. Nikasema, sasa huyu askofu ambaye anamfundisha mwenzie asichukue ushauri, huyu atafanyaje kazi? Lakini mwishoni akasema hivi. Akasema, ukipata changamoto yoyote katika hii kazi, mfuate aliyekutuma. Bwana Yesu asifiwe. Mfuate aliyekutuma. Akasema hii kazi ya usaidizi wa askofu sio kazi yako, ni kazi ya mwenye kanisa, ni kazi ya Mungu mwenyewe ambaye yeye ndo amekutuma ukafanye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tumefanya chaguzi, tumepata viongozi wa jumuiya, wa vikundi na hata wazee wa kanisa. Lakini kila mmoja kwenye nafasi yake hajue kwamba hiyo kazi sio ya kwake. Yupo ambaye amempa hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yupo Mungu ambaye amekuchagua wewe. Kamati walikuwa wanatekeleza jukumu tu, lakini Mungu alipitia kwenu mkawachagua hao viongozi. Nyie viongozi mmewekwa na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu katika usharika wa Kibamba. Ukipata changamoto, narudia tena, ukipata changamoto, mfuate yule aliyekupa hiyo nafasi ya kutumika katika madhabahu yake. Bwana, pigie Yesu makofi mengi mengi sana. Leo ni siku ya wanaume. Kwa kweli niseme mpaka leo nimepanda hapa haikuwa rahisi. Tumekuwa na vikao vingi ya kutafuta nani atahubiri siku ya leo. Tumetafuta watumishi, tumepiga simu, tumehangaika kweli. Lakini bwana, kijiti kinadondoka hapa. Mpaka jana mimi nilikuwa sijui kama nahubiri leo. Mpaka jana. Kuna rafiki yangu mmoja ananicheka huko, tumebishana sana. Bwana, wewe hubiri wewe, akasema hubiri wewe. Lakini nafikiri ni Mungu alipanga leo nisimame madhabahuni pake kwa ajili ya kuleta ujumbe ambao yeye mwenyewe amepanga ni ulete katika madhabahu yake. Mwanaume ni nani? Mwanaume ni kuhani. Mwanaume ni kuhani katika familia. Mwanaume ni kuhani katika kanisa. Mwanaume ni kuhani. Kama unaandika andika, mwanaume nani? Ni kuhani. Katika kitabu cha Ayubu, Mija tanisaidia kusoma Ayubu 5. Ayubu 1:5. Katika kitabu cha Ayubu mstari wa 5. Ayubu 1:5. Naomba tusomee mimi. Ayubu 1:5. Kitabu kile cha Ayubu mlango wa kwanza mstari ule wa 5. Amen. Neno la Mungu linasema, Ayubu 1 mstari wa 5. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketeza kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu
Watu wengi tumekuwa tukisoma habari za Ayubu, lakini tulikuwa tunaangalia upande mmoja wa Ayubu. Tulikuwa tukiangalia Ayubu wakati ule akijaribiwa, lakini Ayubu ana upande wa pili. Mpaka Ayubu amefikia hatua ya kujaribiwa, Mungu alikuwa anajua Ayubu ni mtoto wangu. Na hata Ayubu ambapo shetani aliruhusu Ayubu ajaribiwe, alikuwa anajua kabisa Ayubu ni mtu wa ibada, ni mtu mtakatifu, ni mtu mcha Mungu ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa na ana mahusiano mazuri kati yake na Mungu wake. Ayubu ni mwanaume. Lakini upande wa pili ambao wengi waga wahubiri ni utajiri aliokuwa nao Ayubu. Ayubu alikuwa na utajiri mkubwa sana. Lakini pamoja na utajiri aliokuwa nao Ayubu, katika mstari huu wa 5 alikuwa akitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Alikuwa akiwaombea watoto wake. Ayubu hakujali mali, Ayubu hakujali utajiri, hakujali vyeo, hakujali uhusiano wake na Mungu. Alikuwa akifanya maombi, akiombea watoto wake kama baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ayubu aligundua kwamba katika vita ya uzao haviwezi kumalizwa na fedha tulizonazo, haiwezi kumalizwa na elimu. Vita ya uzao wa watoto wetu haviwezi kumalizwa na vyeo, bali vitamalizwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, wanaume, tuna kazi ya kuombea watoto wetu. Lazima tusimame kwenye nafasi zetu kama makuhani wa familia, tuombe kwa ajili ya watoto wetu. Siku moja nilimsikiliza mhubiri mmoja, nafikiri wengi mnaweza mkao mnamfahamu. Ni Msomali yule, anaitwa Adam Haji, Adam Haji, kitu kama hicho. Adam Haji yeye ni Msomali, alikuwa ni Muislamu. Sasa siku moja akawa anahubiri, akawa anasema kuna ulegevu sana kwenye kanisa, na hasa sisi wa Kristo jinsi tunavyolaizi watoto wetu. Akasema yeye wakati anakuwa, baba yake kule Somalia alikuwa tajiri sana. Alikuwa tajiri sana. Alikuwa akifanya biashara kubwa. Alikuwa na maduka. Alikuwa na mali za kila aina. Lakini akasema baba yake aliwawekea utaratibu wa kufanya ibada. Akasema ikifika muda wa swala, biashara zote zinafungwa, watoto, wafanyakazi wote wanaenda kufanya ibada. Huo ndio utaratibu aliokuwa ameweka baba yao, na ndivyo alivyowakuza watoto wao. Kwa wenzetu huko upande wa pili, yule bwana akasema siku moja yeye baba akatangulia kwenda kuswali. Yeye anasema walikuwa na duka la hardware kubwa sana. Wakati anataka kutoka, wakaja wateja, wanataka mzigo mkubwa sana. Baba akishatangulia kwenye sala, akasema akafikiria, hawa watu wanataka hivi zaa zote hizi, yaani mimi nikimbilie kwenye ibada niache hela? Lakini baba alishawaambia kwamba hata ije hela kiasi gani, acha nenda kwenye ibada. Yule bwana akasema, mimi nikasema ngoja tu niwahudumia haraka watu, alafu niende kwenye ibada. Yule mzazi alipofika kule kwenye ibada, akakuta mtoto wake hayupo. Akakatisha ibada, akarudi kuona, kwa sababu sio kawaida kwamba tulikubaliana na Mungu wetu kwamba wakati wa ibada kila kitu kinafanyeje? Kinasimama. Lakini mtoto wake hakumuona mtoto wake. Yule bwana akasema, yule baba akarudi, akamkuta kijana ndo kwanza anapokea hela. Anasema nilipigwa kipigo ambacho sijawahi kuelezea, na vile vifaa vyote vikarudishwa kwa wale jamaa, wakarudisha vifaa ndani, na hela zikarudishwa, na kichapo kapata,
na kwenye ibada akaenda. Huyo ndo baba aliyekuwa anatengeneza watoto, anayejua heshima na umuhimu wa ibada. Tujitathmini sisi kama wanaume, tunafanyaje juu ya watoto wetu? Tunafanya nini juu ya watoto wetu? Nini ambacho tunakifanya? Tunafanya nini juu ya watoto wetu? Wale walikuwepo Kimara siku ile wakati tunazindua umoja wa wanaume, Mchungaji Mastari tolea mfano wa mtoto wake yule wa kwanza wa kiume. Anasema nilikuwa namwambia twende kanisani. Akirudi anakuambia si mama alifanyeje? Anasema nitakuua. Akasema baba yako niko hapa kwa sababu ya huyu Mungu. Kwa hiyo kitendo cha mimi kunyanyuka nikaenda kanisani ukabaki nyumbani hakikubaliki. Hilo lazima tulibebe kama wanaume. Kila mtu leo hiyo ni kolu ya kwenda nayo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume ni makuhani kwenye familia zetu. Lakini pia wanaume sisi tumepewa jukumu la kubeba maono. Unajua wakati mwinjilisti anatusemesha habari ya kusimama kwa ujenzi, nikaa chini pale nikaanza jitafakari kwamba kuna sehemu ambako sisi wanaume hatujasimama kwenye nafasi zetu. Mchungaji aliandika wiki iliyopita kwenye ukurasa wetu ule pale. Akasema jamani, tunahitaji 2.5 milioni ili mafundi wasitoke site. Watu wa Mungu, ili kanisa ni la kwetu. Ili kanisa sio la mchungaji Kristowelu. Haya madhabahu ndo sisi tunabarikiwa kupitia hii madhabahu. Kazi zetu zinafanikiwa kupitia hii madhabahu. Lazima tuone umuhimu na tusimame kama wanaume kwa ajili ya kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma habari za Nuhu. Nafikiri wengi mnazifahamu. Mingi watanisaidia kusoma ile Mwanzo 6 mstari ule wa 13 mpaka 22. Tumwangalie Nuhu kama baba. Tumwangalie Nuhu kama mbeba maono wa familia yake. Tumwangalie Nuhu kama mwanaume ambaye alikuwa mahusiano mazuri yeye na Mungu wake kupitia maombi na ibada. Mwanzo 6:13-22 neno la Mungu 21 neno la Mungu linasema, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu umejaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukafanyie dari 3, ya chini, ya pili na ya 3. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Nitaharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti. Nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nao. Na katika kila kilicho hai chenye mwili, 2 kwa kila namna utawaleta ndani ya safina, kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke. Kati ya vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, na kila kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake, 2 wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho, kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Nuhu. Huyu ni mwanaume ambaye alikuwa na mahusiano yake yeye na Mungu. Wakati Mungu akiwa na hasira ya kuangamiza nchi, yeye kwa sababu ya maombi na ukaribu wake na Mungu wake, yeye alipewa kazi ya kuandaa jinsi ya kuokoa familia yake. Aliambiwa ajenge safina, alipewa maelekezo. Hayo maelekezo hayakuja tu, alikuwa akiomba na Mungu anampa maelekezo, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, uokoe familia yako. Maelekezo hayo alipewa mwanaume anaitwa Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu alisema hata angamiza tena nchi kwa gharika. Lakini leo katika hii dunia tunayoishi kuna gharika ambazo tunaishi nazo. Leo watoto wetu wameingia kwenye madawa ya kulevya. Hii ni gharika. Hii ni gharika. Mimi nafanya kazi huko mtaani, natembea huko. Ukipita maeneo Mwananyamala ukakuta siku ambayo vijana wanaenda kupokea zile anaitwa Mesodon. Utaamini vijana walivyoharibika. Hii ni gharika. Lazima wanaume, lazima wanawake wote tusimame kwenye maombi. Tuone Mungu anatuelekeza nini juu ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni gharika hiyo. Lazima tumuombe Mungu atuelekeze safina ipi tuitengeneze, ni njia ipi tuifanye ili tuweza kuokoa kizazi chetu. Lakini tayari tupo kwenye shida. Sasa hivi issue ya mapenzi ya jinsia mbili imekuwa kama ni kitu cha kawaida sasa hivi. Hii ni gharika ambayo natakiwa wanaume, wanawake wote tusimame kumuomba Mungu, tuangalie tunatokaje hapa, tunatokoaje watoto wetu. Unajua kuna kitu kimoja ambacho nataka niwaambie watu wa Mungu. Sasa hivi kelele nyingi zipo kwenye wanaume na wanaume, lakini kuna shida ya wanawake nao kuwa na mahusiano ni kubwa kuliko ambavyo sisi hatuzani. Wazazi, kuna hilo tatizo kubwa mno. Lazima tuwachunge watoto wetu wa kike. Haya mambo ya sleep over, lazima mchunguze huu urafiki gani? Hata kwa wasichana wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume mpo? Tawapa ushuhuda mmoja. Huyu alikuwa ni mpangaji wangu kwenye nyumba kule. Ni binti. Huyo binti wapangaji wenzake wakamlalamikia kwangu. Wakasema bwana huyu mpangaji wetu bwana, huyu bwana mwenzetu ana tabia mbaya. Hata kila nikifuatilia nikawa nashindwa kuelewa ni nini ambacho kinaendelea. Siku moja nikapata nafasi ya kukaa na huyo binti. Nikamwambia wenzio wanakulalamikia kuna vitu ambavyo unafanya kwenye hii nyumba. Akanisikiliza sana. Akaniambia baba, kweli mimi na hilo tatizo la kufanya mambo na wanawake wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya baba, leo baba ndo tunaongea. Wababa wanafanyaje? Wanaongea. Akasema yeye alilelewa na mama yake huko Arusha. Akaniambia akamsomesha shule moja ya wasichana. Ndiko alivyojifunzia hiyo michezo. Akasema nilikuwa sipendi hivi vitu hivi. Lakini nikawa namuomba Mungu ikifika form 4 nikamaliza, walau nikienda form 5 niende shule ya mchanganyiko niachane na hii biashara. Yule binti anasema mama yeye akijua ananipenda, form 5 na form 6 akanipeleka tena shule ya wasichana. Bwana Yesu asifiwe.
Akasema yani huko ndo nilipotelea moja kwa moja. Tuna tatizo kubwa. Watu wa Mungu, hilo swala liongelewi. Lakini lazima tuangalie mienendo ya watoto wetu wote, wa kike na wa kiume. Kwa hiyo alishajiamulia kwamba yeye ndo maisha yake ndo hayo. Lakini anamlaumu mama yake. Lakini ukijiuliza, baba alikuwa wapi wakati haya yote yanatokea? Mbona anamlaumu mama? Baada ya kufuatilia, kumbe ni zile familia za single mother. Kwa hiyo mama ndo kila kitu, mama akiamua hakuna mtu anakuja kusema chochote. Mpaka yule binti yupo, lakini maisha yake ndo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni gharika tuliyokuwa nayo, ambayo tunahitaji mtu kama Nuhu, mwanaume kwenye usharika wa kibamba, asimame aombe kwa ajili ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Makofi basi. Hivi hata hivyo pigeni makofi. Magumu lakini tumeze hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuna gharika nyingine ya kuvunjika kwa ndoa na migogoro kwenye familia. Wakati naangalia hili swala, nikajaribu kuangalia takwimu. Kwenye takwimu ya Lita wanasema hivi: 13% ya ndoa zote zinavunjika. Sio takwimu zangu kutoka Lita. Hizo ni zile ambazo wameenda kufaili divorce. Hacha zile ambazo wanaachana tu kwa tuzijui. Kwa hiyo kila ndoa 100, ndoa 13 zinavunjika. Hiyo ni gharika. Lakini hawakuishia hapo. Wakasema hivi: kuna ongezeko kubwa la ndoa kuvunjika. Akasema kuanzia mwaka 2023 mpaka 2025 ndoa kuvunjika zimeongezeka kwa 65%. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni gharika. Wakasema mpaka mwaka huu mwezi wa 4, data za mwaka huu mwezi wa 4, zimeripotiwa ndoa 49,574 zimeleta mashauri ya kuvunjwa Lita. Katika ndoa hizo, ndoa 31,542 bado wako kwenye usuluhishi. Ziko kwenye usuluhishi 31,540. Hiyo ni data za Tanzania. Sawa? Alafu akasema ndoa 8,036 ziko mahakamani na ndoa 9,995 hizo washaachana. Yaani katika 49 ili grupu bado lipo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni gharika, watu wa Mungu. Anatakiwa mtu mmoja mwanaume, anatakiwa mtu mmoja mwanamke asimame aombe kwa ajili ya familia hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kama Nuhu alivyoomba, Mungu akamonyesha kwamba jenga safina. Tukiomba na sisi Mungu atatuonyesha hizi gharika tunatoka nazo vipi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuna gharika ya kupoa kiroho, vijana wa kukataa ibada. Hii ni gharika. Tumejenga makanisa haya, makanisa makubwa kabisa kama hili hapa. Wakati tuna plani hapa na mzee Kilindo kuhusu hili kanisa, tulisema huku Mloganzira itahamia, Manispaa itahamia, sijui nini. Mama Luiza anakumbuka. Tunataka tujenge kanisa kubwa sana ambalo litakaa watu 2,000 kwa sababu watu watakuja kanisani. Lakini nimeangalia kule nyuma hakuna watu kabisa. Geuka nyuma, angalia kule. Hakuna watu. Wameenda watu wapi? Wameenda wapi? Viti hivi vya mbele vyote havina watu hapa. Watu wameenda wapi? Tumejenga mpaka juu kule. Kote natakiwa wakae watu. Wako wapi? Niliwapa ushuhuda hapa siku moja wakati nimetoka Ujerumani. Nikamwambia usharika rafiki na kibamba, usharika wa Kristus kule Ujerumani.
Lile kanisa ambalo nilikuwa nikifikia pale tunaenda kuabudu limegeuzwa klabu. Yaani wamechukua makanisa matatu wakaunganisha pamoja ndio wakatengeneza usharika mmoja kwa sababu ya washarika kupungua makanisani. Hii ni gharika. Nilifika pale nikakuta ile kanisa ambalo tulikuwa tunasali imeshabadilishwa matumizi, yani haipo kanisa tena, yani kuna shughuli nyingine kabisa. Mwaka jana wakati tumeenda kule Romania, tumeenda kwenye makanisa yote ambayo tulitembelea. Makanisa makubwa hivi yako dogo. Yote sasa hivi wanafanya church history, ni tourism. Kwamba watu wakifika wanaonyeshwa hapa zamani watu walikuwa wanaabudu, watu walikuwa wanajaa mpaka huku, yani unatembezwa mpaka kwenye gorofani mpaka kwenye kengele huko, lakini hakuna watu kanisani. Hawapo kabisa. Hiyo ni gharika. Tunatakiwa wanaume tukae chini, tupige magoti, tuombe, na Mungu anasikia sana maombi ya wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Masari alikuwa anasema wanaume wana maombi mengi kama wanawake. Mbona wanawake anaweza kaomba mpaka kesho na akapangilia vizuri tu. Akasema kuna familia zingine zinaitwa mama omba. Yaani kila ukiambia omba anasema mama wewe omba. Yaani mpaka imekuwa mama omba. Yaani kwamba wanaume hatuwezi kuomba muda mrefu. Lakini maombi yetu hata kama maneno matano Mungu anayasikia kwa sababu sisi ni makuhani. Piga makofi mengi. Piga makofi mengi. Wanaume lazima tujenge safina kwa maombi. Wanaume lazima tujenge safina kwa mafundisho. Wanaume lazima tujenge safina kwa mifano miema ndani ya familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Familia ya Nuhu haikuokolewa tu. Iliokolewa na mtu mmoja aliyemtii Mungu, ambaye alipewa maelekezo jinsi ya kuokoa yeye na familia yake. Hadi kuku, sisi tunaofuga nguruwe, na nguruwe wangu mimi ningewaweka humo kwenye safina humo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepoa sana. Hebu tuimbe fungu moja. Heri kumjua Yesu Bwana. Heri kumjua Yesu Bwana. Lo amka anitambua mali yake, anipotezi niko kwake. Msimuliwe sifa zake, ana mwenzake Bwana pekee, afurahisha moyo kweli. Yeye ni Yesu, tumtukuze. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume tumepewa pia kazi ya kujenga madhabahu. Hii madhabahu inayojengwa mahali hapa ni kazi yetu sisi wanaume, tulipewa hiyo kazi. Abraham alimjengea Mungu madhabahu. Na madhabahu hii aliyoijenga, alijenga kwa maelekezo kwa ajili ya mahusiano yake na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Katika sehemu ambako tunafeli sasa hivi ni sisi kama wanaume, kama Wakristo, kutengeneza madhabahu kwenye familia zetu. Hii ni changamoto kubwa sana. Tumejenga nyumba kubwa na nzuri, tuna maeneo makubwa ya biashara, tuna viwanda wengine, lakini hatukumbuki kumwekea madhabahu kwenye sehemu zetu za kazi. Siku moja kuna dada mmoja rafiki yangu akawa ananionyesha nyumba yake. Amejenga nyumba nzuri tu ya gorofa pale Dodoma.
lakini mwenzetu ni wa upande wa pili. Wakati anitembeza mule ndani, akaniambia, Mgoa, hiki chumba ni sehemu yangu ya kufanyia ibada. Kwenye ramani yake alivyomwambia architect, alimwambia lazima uniwekee sehemu ya kumfanyia Mungu ibada. Nikakaa nikajitafakari, hivi sisi hiki kitu kimetupita wapi? Sisi tumejenga majumba makubwa, wengine wameweka na counter, wengine wameweka na theater za kuangalia movie, wameweka skrini kubwa nchi 100 na maspika kama huko Mlimani City ndani ya nyumba yake, lakini tunasahau Kristo kuweka madhabahu. Mimi binafsi nimejenga na nyumba karibu 5, hakuna nyumba hata moja niwahi kupata hayo maono. Naomba Mungu anisaidie nijenge nyumba nyingine nimwekee Mungu madhabahu. Unajua, nikajikumbusha, nikajaribu kutafakari. Vituo vingi vya mafuta hapa Dar es Salaam vinamilikiwa na wenzetu. Kwenye vituo unakuta kuna kamsikiti pale pembeni. Hawafanyi bila kwenda kwenye madhabahu na kumwomba Mungu wao. Kwa nini sisi hatufanyi hivyo? Siku chache zilizopita nilikuwa natembea huko, nikaona sehemu kuna nguo wanauza, nikaingia kwenye duka moja. Sasa duka ni kubwa.